mstari wa 7 tuende mpaka 10. Ufunuo wa Yohana mlango wa 3. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 kuanzia mstari wa 7. Mtasoma kwa uwezo wa Bwana. Maandiko yanasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, wala funga wala hapana afunguaye. 8. Najua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. 9. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. 10. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hapo tu inasema ya kwamba kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, ambapo hapa ni mtumishi wa Mungu Yohana alikuwa anapewa ufunuo huu wakati alipokuwa mzee. Na kitabu hiki cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinatisha sana. Ni kitabu pia kinachoeleza matokeo yatakayotokea siku ya mwisho, wakati dunia itakuwa inaisha, ama kurudi kwake Yesu Kristo mara ya pili. Kitabu hiki pia kinaeleza masaibu ya shetani anapofanya kazi duniani, anavyotafuta watu wake, na anavyomaliza watu wa Mungu, na anavyotumia mbinu nyingi anazotumia kwa ajili ya kuini watu wa Mungu. Pia kitabu hiki kinaeleza watakaofika mbinguni, si kila mmoja, bali katika nyumba 12 ya wana wa Israeli kuna hesabu ambayo imewekwa juu ya wale ambao watafika mbinguni. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako tukase mwendo ili tukafike sote pamoja. Mwambie tukase mwendo ili tukafike pamoja. Haleluya. Sasa hapa mtumishi wa Mungu nabii akawa anaelezwa ya kwamba na malaika aliyekuwa anampa ufunuo huu akawa anasema, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu wa kweli, yeye aliye na ufunguo wa Daudi. Bwana asifiwe sana. Ukisikia aliye na ufunguo wa Daudi, inamaanisha now it is the generation. Maana maandiko yanasema kutatokea chipukizi katika nyumba ya Yese, na katika chipukizi hizo ndio kutatokea mzizi ambao ukombozi wa ulimwengu wote. Inamaanisha nini? Inamaanisha Jesus came from the roots of David, anatokea kwa njia ya David. Sasa hapo unaposikia kusema ya kwamba aliye na ufunguo anayetoka kwa Daudi, inamaanisha ya kwamba Jesus Christ is now the owner of the key. Hallelujah. Na nitakuexplainia, nikueleze kwa nini namuita the owner of the key, ambaye maandiko yanamsema ya kwamba yeye akifunga hakuna afunguaye, na yeye akifungua hakuna anayeweza kufanya nini? Hallelujah. Amen. Siku zote nataka nikwambia kwamba kila jambo linapotendeka kwa maisha yako linatendeka kwa wema, halitendeki kwa ubaya tu. Yes. Wakati mwingine mambo mengine yanatendeka kwa macho yetu kama mabaya, lakini kwa macho ya Mungu na kwa mipango ya Mungu yanatendeka kwa wema wa Mungu. Amen. Na maandiko yanasema ya kwamba shukuruni kwa kila jambo, maana hayo yote ni mapenzi ya nani? Ni mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hapa tunaelezwa ya kwamba hapa anasema ya kwamba aliye na ufunguo aliye na ufunguo wa Daudi, ambaye yeye akifunga hapana mtu anayeweza kufungua. Na anasema kwa sababu umelifanya nini neno langu? Kwa sababu umefanya nini neno langu? Hii taraza inataka viboko. Mstari wa 8 nasemaje?
Mstari wa 8. Mstari wa 8 maandiko yanasema hivi: na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, na umetunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Wala hukulikana jina la Bwana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. So hawa wanaopewa ufunguo ni wale watu ambao hawakulikana. Inamaanisha ni wale watu waliochukua huduma ambayo Yesu aliileta duniani, na huduma ambayo Yesu aliileta duniani sio kuokoka na kuketi. Huduma ambayo Yesu aliileta duniani sio kujiita mwokovu na uketi, ni huduma ya kupokea na kutoka kufanya uinjilisti. Ndio maana akasema wafanyeni watu kuwa wanafunzi, na wakisha kuwa wanafunzi nao wakisha batizwa watapokea nguvu, na wakipokea nguvu nao wataweka mikono kwa wagonjwa na wagonjwa watapona, nao watatengeneza wanafunzi. It means wakati ambapo tumefanyika kuwa watumishi wa Mungu, tusiwe washirika bali tuwe wanafunzi. Mwanafunzi ni yule anapeleka neno nje, asiyelikana neno la Bwana. Muulize mwenzako, kwa siku wewe unamtaja Yesu mara ngapi na unataja umbea mara ngapi? Kwambie, kwa siku anataja Yesu mara ngapi na umbea na utaja mara ngapi? Muulize mikutano mingapi ya kuhubiria watu wanaifanya kwa siku kuliko mikutano anayoifanya ya biashara na mikutano ya umbea na vitu. Muulize. Hata wao wamekosa kumuuliza mama, hata wewe pia unachosana. Ajenda ya Mungu kutengeneza mwanadamu duniani sio mwanadamu aishi maisha mazuri na kuishi vile tunavyotaka. Mwanadamu aliletwa duniani number 1 to worship God, number 2 kufanyika mwanafunzi, kwa sababu Yesu alikuja atutoe katika nyororo za yule adui ili akatufanye tukawe wanafunzi, na tulipokuwa wanafunzi sasa na sisi tukatoke tukawafanya wengine kuwa wanafunzi. Haleluya. Anasema kwa sababu hukulikana jina langu. Lakini mara nyingi tumekuwa tunalikana tu. Unakutana na jina la Mungu wakati chakula iko mezani, unakutana na jina la Yesu wakati ambapo unaenda kulala na wakati ambapo umeamka. Period. Hapo katikati. Hata mbaya wewe. Wakati wa kula maombi. Anasema baba nimeweka mezani. Haleluya. Sina muda ningekufafanulia. Na ujumbe wangu unasema nini? Ujumbe wangu unasema nini? Mlango uliofungwa sasa unafunguliwa. Mlango uliofungwa sasa unafunguliwa. Patia mtu haifai kumwambia mlango uliofungwa sasa unafunguliwa. Hallelujah. It doesn't matter life unapitia sahihi. Yes. It doesn't matter situation unapitia sahihi. Yes. It doesn't matter wanadamu wanavyokuona sahihi. It doesn't matter vile watu wanafikiria sahihi. Yes. It doesn't matter. Nilikuwa nikimwambia mwanangu Ansela ya kwamba it doesn't matter how people criticize you. It doesn't matter how people take you in a position. Najua wanadamu wanaweza kuangalia wakakuweka kwa position fulani. Lakini let me tell you, that position is not yours when you put Jesus in your chest and when you call the word of God inside you, then Jesus will come to action and Jesus will nikisema Jesus ana funguo na mamlaka. Alipokuwa amewekwa, sasa amewekwa wapi? Kaburini. Yes. Yuko ndani ya kaburi. Maandiko inasema
wakaenda kwa mfalme wakamwambia, yule mchanja alisema siku ya 3 anaweza fanya nini? Na wakamwambia, hatuamini kufufuka, lakini wanafunzi wake wanaweza muiba. Na wakasema amefufuka, na neno hili likawa mbaya. Haijalishi ni unabii ngapi umetolewa, watu wakisema hata penya hata toka. Haijalishi ni mipaka mingapi wameweka barabarani kwa maisha yako, kwa miaka yako. Haijalishi mapango iliyopangwa imepangwa namna gani, kile ninachojua Yesu akiwa upande wako, ile nachojua akiamrisha inakamilika. Angemuokoa Yesu angekuwa ni shetani, lakini hakujua. That's why nilikuambia njia unayopitia wenda Mungu ameruhusu ili kuna wokovu katokee mahali. Una challenge wachawi, una challenge wakanga, una challenge wabaya wako. Ukifufukia mbele wanashangaa kulikuache. Ikifanyika hata wewe mwenyewe utaanza kuimba wimbo unasema sijui nimekuache, sijui kwenye moto mkali nimekuache, sijui kwenye nyumba ya mateso nimekuache, sijui. Haleluya! Hata Maria maka kwanza kwa juma ambayo ni Jumapili, watu wengi wanapenda kuweka mikutano wakiuliza kwamba kwa nini watu wengine wanaenda Jumapili kanisani. Hawajui aliyetufidia msalabani alifufuka siku ya leo ambayo ni siku ya kwanza kwa juma. Na kwa nini tunakuja Jumapili? We are coming to Sunday. We are coming to Sunday kwa sababu hiyo ndio siku ambayo Bwana wetu alitingiza miamba. Alitingiza miamba. Alitingiza miamba. Mwenye ufunguo angeweza kulala siku ya 4 ndani ya kaburi. Lazima kaburi lingefunguka, na kama lingefunguka lingepasuka vibaya. Uza mtu mwambie, wakati ukifika hapo kwa hiyo situation unatoka, no matter how people say, no matter how people see you, mwambie time ikifika unatoka. No matter how people think about you, but what God think about you is two things different. Mara nyingi ukuambia usiwe sana unasikiza wanadamu wanasema nini kukuhusu. Sikiza sana Mungu anasemaje kukuhusu. Haleluya. Mwambie jirani yako, wewe sikiza sana Mungu anasema nini kukuhusu kuliko watu. Hata mwimbaji mmoja kaimba akasema, zunguka duniani ukiuliza watu wanasema nini. Zunguka duniani ukiuliza watu wanasema nini. Muulize jirani, sasa wewe kufikia saa hii unasikia Mungu anasema nini kukuhusu? Muulize saa hii, sasa kufikia saa hii unasikia Mungu anasema nini kukuhusu? Mwambie Mungu hakukuumba tu kule sima na kulala, mwambie. Mwambie na Mungu ana kifungu cha maisha yako. Mungu ana kifungu cha maisha yako. Waachana na wale wanasema utapenya, mimi najua utapenya. Waachana na wale wanasema utafaulu, mimi najua utafaulu. Waachana na wale wanasema utajenga, mimi naona unaenda mchengo. Kama hata kaburi lilimkataa likamtema nje. Kaburi likamtema nje. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema usiku ule kulikuwa na tetemeko la
ardhi. Maskari wakashangaa, wakaingia na uoga, na mabunduki zao wakaingia na uoga, wakalala chini wakiona mwangaza ukimulika kaburi la Yesu. Ghafla jiwe likaondolewa na Yesu akachomoka ndani ya kaburi. Vile Yesu alifungua kaburi, amefungua maisha yako, amefungua ndoa yako, amefungua kazi yako, amefungua fedha. Mwenye funguo, wewe utafungiaje mwenye funguo ndani ya nyumba yake? Utafungiaje mwenye kifunguo ndani ya nyumba yake? Alafu unasema ngoja nione kama atatoka. Hello? The key means authority of the owner. Amen. Funguo inamaanisha kwamba ni mamlaka ya yule mwenyeji. Authority of the owner. Mamlaka ya mwenyeji. When somebody is building your house, wakati mtu anapojenga nyumba yake, when that somebody finishes the house, wakati mtu anapomaliza kujenga ile nyumba yake, in the end, hapo mwisho, that fundi or that foreman, huyo fundi ama yule, or that engineer, ama yule engineer, what he gave you last, kile ambacho alikupatia baadaye, is keys, anakupatia funguo, and then he told you, na anakuuliza mara moja, wacha nikuwe na funguo, and then he will tell you, na atakwambia, this is for your sitting room, this is for your bedroom, this is for your wardrobe, this is for your kitchen, na hii ni pale mahali kupika majikoni. Ask your neighbor, do you have keys? Muulize jirani, je, uko na funguo? Ask your neighbor, do you have keys? Je, uko na funguo? Tell your neighbor, from today, may Jesus give you the keys. Hallelujah. Mungu akupe funguo, ukifika pale kazini usianze kuhangaika. Unajua wakati mwingine mtu unafika kazini umefungua tuka, unaangalia tuka la jirani linaendelea na wewe unachukua kitu unakaa nje, sasa unaanza kwa kusindikiza maji wale wanaenda kwa jirani. Rudi ndani, piga makoti pale ndani, mwambie Mungu na kuabudu na ijulikane. Alafu unaanza kuimba moyo moyo, ijulikane kama uko Mungu wangu. Unajua kuna mama mwingine nilimwambia hivyo, akaenda sokoni akaanza kuimba. Sasa wanamuuliza, mama, tomato pesa ngapi? Haijulikane kama Mungu wangu. Sasa watu wamejaa wanauliza, mama, tomato zako pesa ngapi? Haijulikane kama Mungu. Sasa akaja akaniambia, pastor, customer walikuja wengi, lakini nilipoendelea kuimba ndivyo waliendelea kwenda. Nikamwambia, wimbo ulikuwa ukatike wakati watu wanauliza vitu wao usiye. Kuna mahali pa ibada ya moyo moyo na kuna mahali pa ibada ya wengine. Huko natoka lakini umekatalia kwa Bible. Mpaka wanakuuliza, unauzaje? Wewe uko kwa Bible. Kujazwa umejazwa ni sawa, lakini sasa wakiuliza kitu ni ngapi, weka kalamu hapo, weka Bible kando, usa kwanza. Haleluya. Haleluya. Si leo Mungu akupatie funguo ya kwenda kufungua milango ya maisha yako. Si leo Mungu akupatie funguo ya kwenda kufungua milango yako. Haleluya. Tunaangalia maandiko inasema ya kwamba Yeriko ilikuwa imefungwa, hapana mtu kuingia wala hapana mtu kutoka. Mimi najua kuna watu ambao kwa maisha yako kuna watu wamevaa, wamesema no kuingia, no kutoka. Yaani hata ulipotoka kijijini wanajuaga hawezi kuwa chochote. That's why unakuta Mshomoroni we are the only people wanafaa suti ni kama wanaenda state house, lakini tunakuja kanisa. Amen. Mshomoroni tafuta kanisa ingine, wewe ipata. Wapi? Bwana asifiwe sana. Kila kwamba pesa tunazo nyingi, lakini shetani ukitaka kumweza usimuonyeshe unyonge, muonyeshe uko juu. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwanza leo wacha kutembea kama kuku iliyonyeshewa. Yes. Tembea vizuri.
ni mama, tafuta kakiatu kana kuinua vizuri. Si kila wakati wanakuona uko chini, wakuona umeinuka kidogo, wanashangaa ni yule ama sio. Haleluya. Patia mtu high five, mwambie nenda sehemu nyingine, nenda sehemu nyingine. Wanaona mtu anafaa mpaka landlord anakasirika, anasema nataka watu wahame kwa hii plot. Nataka watu wahame hii nyumba, nataka kurenovate. Lakini sio kwa sababu ana renovate, ni wewe anataka utoke. Maana unamtishia. Sasa wewe niambie, umeng'ara bila hao wase wameng'ara. Alafu unaishi kwa nyumba ya landlord na landlord hana hiyo nguo. Wanafikiria utakuwa ukaya. Wamama pia mmeng'ara hivyo, na mke wa landlord ang'ara hivyo, wewe utaachwa hapo kaya. Kila siku ukitoka uko sahaba. Na mke wake hajakuwa hapo. Kusa mtu mwambie chukua kifunguo, milango yako ifunguke. Milango yako ifunguke. Mwambie Yeriko yako ifunguke. Yeriko ifunguke. Na Yesu ana uwezo. Yesu ana nini? Ana uwezo. Mlango kama huwezi funguliwa na kifunguo, anaubomoa. Yesu ana uwezo. Sikia, ati Yeriko imefungwa, hapana mtu kuingia wala mtu kufanya nini? Aliwaambia nini? Ninyi fungukeni mara 7. Tena msiimbe, tena msimsifu, pigeni tu kelele. Isikelele sana. Isikelele sana. Isikelele sana. Wewe ulikuwa na wakati wako wa kuimba ukaimba, sasa unaanza kuingilia nafasi yako. Please tafuta. Haleluya! Haleluya! Mwambie mwenzako kama malango yatafunguka, yatavunjika yenyewe. Yesu hataki kujua. Unajua nikisema wakati wa Joshua anasema Yesu anaweza fanya, mtu anajiuliza Yesu alikuwa wapi? Basi anasema Yesu alikuwa wapi? Maandiko inasema kutoka kitabu cha Genesis hapo 1:26 inasema ya kwamba na Bwana akasema na tumufanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa Mungu na nani? God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Na maandiko inasema alipotaka kutuma mtu wa kuokoa wanadamu duniani, aliuliza mbinguni na duniani na kote, ni mtume nani? Maandiko yanasema hata wazee 24 walifanya nini? Lakini akatokea akasema Baba nitume
Alikuwepo, hakuwepo? Ukitaka kujua Yesu alikuwepo kutoka mwanzo, uingia kitabu cha Yohana 8:58. Unasikia wakati alipokuwa anasema kuhusu Ibrahimu, anasema Ibrahimu akisaliwa mimi namwangalia. Wayahudi wakasema wewe usiseme Ibrahimu ni baba wa kitambo, wewe ni mtoto wa jana. Kuna watu wanakuona wanafikiria wewe ni level yao kimaombi, ni level yao kiuchawi, ni level yao kimaisha, lakini wewe sio level. Nasema Bwana akupe moto. Unajua walipomchukua Shadraka, Meshaki na Abednego wakawaingiza kwa moto, walifikiria ni level yao. Kumbe si level yao. Mwambie jirani, wengine hatuunguani na moto. Haleluya. Na imaanishi uko peke yako. There is somebody behind you. There is power behind you. There is spirit behind you. Haleluya. So Bwana akawaambia zungukeni tu mara 7 mkipiga kelele. Wakazunguka ya kwanza, wakazunguka ya pili, wakazunguka ya tatu. Natumai walipofika ya 4, kuna wazee walianza kusema we Joshua bwana, tumezunguka na hakuna kitu kinafanyika. Akawaambia tuendelee, itafika mara ya 7. Wakaenda ya 6, lakini ya 7 ilipofika, maandiko yanasema Yeriko ikaanguka kwa ndani, sio kwa nje. Kwa wapi? Sasa kama kuna mtu amekalia maisha yako, sasa kama kuna mtu amefungia vitu vyako, sasa kama kuna mtu amemesa vitu vyako, aita atapike ama tumpasue na tutoe nje. Hatutaki kujua vitakuja kwa njia gani. Kile tunahitaji vikuja wapi? Ndio maana anasema the Lord restore Job and give him twice as much as before. And the Lord will give you as much as before. Usijali na wale waliungana mkono wakasema wakuvute kazi. Wanakuvuta. Unajua waje nikwambie, mtu akichukua chura na achukue kijiti na anirushe mbali, usifikirie umeumiza chura, umelisaidia kufika haraka kwa maji. Maana ungekaa pale, huenda kuna kamlima chura ingeweza kupita, lakini kwa sababu imerushwa, imefanya nini? Hayo majaribu unapitia yanakusaidia kusonga mbele kiimani. Nataka kuniambia ninyi nyote mngekuwa hapa na mamilioni, mngekuwa hapa na hili choto, mkisweti, mkijipanguza, mkijitembea. Ngoja tuombe Mungu aanze kuleta milioni. Utaona mtu milioni zikikuja hataki kujipepeta, hataki. Choto likija anaondoka, kwanza anatokanga na ujuzi, anatoka hivi. Maana anaepa choto. Sasa atakaa kule nje, wanafikiria hii simu anaongea nayo ni ipi. Ndio maana Mungu ametupa maono. Tukitengeneza kanisa, tukimaliza tunataka next year tukimaliza kujenga mwaka huu, next year tunapandika IC hapa ndani. Amen. Hakutakuwa na fan. Amen. Nani ameingia kwa baba? Nani ameingia kwa baba? Alafu ukitoka unasikiaje? Nasikia kama joto linakwambia welcome outside. Nasema hata singetoka, ningekaa ndani. Sasa hiyo ndiyo itakuwa hapa. Ukiingia hapa, kutoka utataka kutoka. Utakuwa ukitoka nje ndio unasikia joto, ukiwa hapo unasikia baridi. Kwa Yesu kuna amani bwana. Kwa Yesu kuna raha. Nani alikwambia kwa Yesu ni mateso? Haleluya. Kwa Yesu ni raha. Na utakuwa ukitoka hapa kwa IC, unaingia parking, na unaingia kwa gari yako na washa IC ya gari. Haleluya. Amen. Unawasha IC ya gari na IC naanza kukupepeta na IC ya gari. Unaondoka ukiwa uko sawa. Kuna mwingine hataamini kama atakuwa na gari, yani amekaa gari. Hiyo itakuwa kweli. Wale wako na hivi vitu usifikirie
usifikirie wako na mkia ama wako na pembe. They are humans like you and you can have it in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Yale mateso unapitia leo, hayo mateso yanakusaidia kuingia level nyingine. Amen. Kama unapitia mateso, kama unapitia kukata tamaa, usikate tamaa sana. Kuna level tu Mungu anakusukuma uingie. Ukishaingia kwa hiyo level, alafu anafungua ule mlango wa kutokea. Wana wa Israeli walipoona Yeriko imeanguka, walikimbia na kuingia ndani na kuanza kuwataka. Na maandiko yanasema Bwana akawa amemwambia Joshua, nimekupatia Yeriko mikononi mwako, which means ifanyie vile unavyotaka kuifanya. It is on your hand. I give you Mombasa, my children. I give you Kenya, my children. I give you America. I give you Sweden. I give you all world. Pasiwe na kizuizi kwa maisha yako, pasiwe na kizuizi kwa watoto wako, pasiwe na kizuizi kwa huduma yako, pasiwe na kizuizi kwa maombi yako, pasiwe na kizuizi kwa jamii yako, pasiwe na kizuizi kwa ndoa yako. Na hapata tokea tasa kwa nyumba yenu wala kwa familia yenu. Wote watalea watoto wa kike na wa kiume mpaka adui ashangae, mpaka adui ameze wembe. Hakuna roho ya fibroids, hakuna roho ya magonjwa ya kizazi, hakuna roho ya uaviaji mimba. Wakati Angela aliambiwa na daktari ya kwamba ako na magonjwa, nikamwambia mwanangu, let me tell you, let us go with every process. Tuende na hiyo process ambayo daktari anataka. Lakini kile ninachojua, mimi sitaki kujua process gani itatokea, lakini mimi najua by the end utamlea mwana. By the end utamlea mwana. Mwambie mwenzako, mimi sitaki kujua process, lakini kile ninajua by the end utafurahi. Wengi wanasengenywa kila wakati. By the end wewe ndio utasemwa vizuri. By the end wewe ndio utatukuzwa. By the end. Tunajidharau kusoma. Nani anakuambia? Maandiko yanasema Mungu hutumia vyombo vidhaifu. Vyombo najua mimi sikusoma, sina degree. Ukiwa na Yesu degree si chochote. Unasimama na wenye degree na